Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu niweze kuwapakulia habari kuhusiana na biografi yake mwigizaji mmoja ambaye anazidi kutesa sana, ambaye anazidi kufanya vyema sana kwenye televisheni ya Citizen TV. Na wakati tunapotaja televisheni ya Citizen TV, basi unaweza kuwa na hamu kutaka kujua ni mwigizaji yupi na ni kipi ambacho anaweza kukifanya. Na kwa hivyo namzungumzia mwigizaji ambaye anafahamika kama Alice Mbeyu na anaigiza kwenye telenovela ya Ayana ambayo inaweza kupeperushwa kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, mida ikiwa ni saa 1:30 usiku hadi mida ya saa 2 usiku pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV. Na wengi watazamaji wamekuwa wakijiuliza maswali hapa na pale wakitaka kuweza kujua mengi zaidi kuhusiana na Sabina ambaye kweli anafanya vyema kabisa, na ndiposa nikaweza kukusanya habari hizi, nikaweza kutafuta habari pale na pale ili niweze kukupakulia habari kuhusiana na biography yake mwigizaji huyu ambaye anafahamika kama Sabina kwenye telenovela ya Ayana. Na basi wakati ambapo tunazungumzia biography, basi ni kuzungumzia tuna maswala kumuhusu mwigizaji kule ambako ameweza kuzaliwa, kule ambako ameweza kulelewa, kule ambako ameweza kusomea, na wakati ambapo nazungumzia pia masomo, tuweze kujua amesoma kufikia level gani, na pia tuweze kujua ana umri wa miaka mingapi, tuweze kujua iwapo ana familia na watoto basi na mume. Hayo yote yanahusiana tu na biography ya mwigizaji. Na pia tunapozungumzia pia biography, pia tutaweza kuzungumzia maswala kuhusiana na kazi ambayo anaifanya, kama vile sanaa, aliweza kuanza lini, aliweza kujitosa lini kwenye ulingo wa sanaa, na pia ni ameweza kuigiza kwenye vipindi vipi, ameweza kuigiza kwenye filamu zipi, na kumuhusu tu kila kitu yote ambayo inaweza kumuhusu mwigizaji huyu. Ni baadhi ya maswali ambayo wengi wamekuwa wakiniuliza wakitaka niweze kufanya biography yake Alice Mbeyu almaarufu Sabina, na ndiposa nikaweza kufika hapa. Na kabla sijaweza kuzungumzia maswala haya, basi na kuomba tu kwa moyo mkunyenyekevu na kuomba tu kwa moyo mkunjufu uweze kuhakisha kwamba unabonyeza kidude cha subscription button kwenye account hii na uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia habari kama hizi na sawia na hizi, basi unakuwa wa kwanza kuweza kupata habari zenyewe. Na kwa hivyo Alice Mbeyu almaarufu kama Sabina tunaweza kumtazama kwa sasa kwenye kipindi cha Ayana, na anazidi kuweza kufanya vyema kabisa. Na manake pale kwenye kipindi cha Ayana tunaona kwamba anaigiza kama mamake Tina ama kwa jina lingine Celestine, na ni mke wake Dr. Tyron pale kwenye kipindi cha Ayana. Lakini kugusia kuhusiana na uigizaji, labda kuna wale wanajiuliza ameweza kuigiza wapi. Wengi tunamfahamu Alice Mbeyu kama Mama Junior kutokana na umaarufu wake kwenye kuigiza kwenye vipindi kadha wa kadha ambavyo wengi watazamaji tumekuwa tukiweza kuvifuatilia. Na kwa hivyo unapozungumzia tu kwamba Mama Junior, wengi wataweza kukutajia Alice Mbeyu. Na pia tunaona kwamba kwa baadhi ya telenovela tu ambazo ameweza kuigiza ni pamoja na Zora ambayo pia ilikuwa inapeperushwa pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV. Na wakati tu ambapo tunataja telenovela ya Zora, basi wengi wanaweza kukubaliana nami kwamba ni kipindi ambacho pia kiliweza kuvuma sana, ni kipindi ambacho pia kiliweza kufuatiliwa na watu wengi, na hii ina maana kwamba kipindi hicho cha Zora basi kiliweza kumpa Alice Mbeyu nafasi nzuri, na ndiposa akaweza pia kutesa anga za social media, akaweza kutesa anga za televisheni zetu kwa kuweza kuwajibika na kuigiza pale kwenye kipindi cha Zora. Na pale kwenye kipindi cha Zora tunaona kwamba Alice Mbeyu alikuwa akiigiza pale kama mamake Madiba pamoja na Kwame, na alikuwa pia anaigiza hapo kama mke wa Oliver pale, na ndiposa wengi tukaweza kumjua sana. Na haimaanishi kwamba ameweza tu kuigiza pale kwenye Zora na sasa pia kwenye Ayana, bali ameweza kuigiza kwenye vipindi vingi sana, na baadhi tu ya vipindi ambavyo nimevitaja ni Ayana na Zora, lakini bado kuna vipindi vingi ambavyo ameweza kucheza michezo ya kuigiza pale, na pia nitakuwa natafuta kwa undani sana ili niweze kukuletea makala kuhusiana na kuigiza kwake kwenye vipindi tofauti. Na pia wengi wangependa kutaka kujua Alice Mbeyu ameweza kuzaliwa wapi. Jambo la
la kwanza, Alice Mbeyu ni Mkenya, na kwa hivyo ameweza kuzaliwa katika nchi ya Kenya na ameweza kulelewa katika nchi ya Kenya, na basi yeye ni Mkenya halisi, yeye ni Mkenya rasmi. Na pia labda kuna wale ambao wamekuwa kitaka tu kujua amezaliwa labda gatuzi lipi ama kaunti ipi, utapata kwamba Alice Mbeyu ameweza kuzaliwa kule sehemu ya Pwani, na basi tukifuatilia mambo na tribe, basi utapata kwamba yeye ni Mijikenda, na kwa hivyo ameweza kulelewa kule eneo la Pwani, na huko ndiko ambako aliweza kuzaliwa. Akaweza kusoma shule ya chekechea kule, akaweza kusoma shule ya msingi kule, na basi pia hata kujiunga na shule ya upili. Lakini kulingana na masomo yake, tunaona kwamba mambo mengi kuhusiana na masomo Alice Mbeyu ameweza kuyaweka faragani, yani kwa lugha ya kimombo kwamba ameweza kuyaweka private sana, na ndiposa hata watu wengi hawezi kujua kulingana na kisomo chake na ile level ambayo ameweza kufika. Lakini kwa sababu mimi niko hapa kuwapa habari, na namna ambavyo mnafahamu kwamba udaku hautaki uzembe, basi ina maana kwamba lazima niweze kusimama tisti na kidete kabisa na kuhakikisha kwamba naweza kutafuta habari kabisa, na pindi tu ambapo naweza kupata habari hizo kuhusiana na kule ambako ameweza kusomea na level yake ya masomo, basi nitaweza kukuletea habari hizo mbashara kabisa na utaweza kuzipata. Na pia tunapozungumzia maswala na ndoa, maswala na familia, watoto na mme, basi unapata kwamba wengi watazamaji wangependa sana kutaka kujua Alice Mbeyu ni mama ya akina nani, na basi mume wake ni nani. Lakini tu kufikia sasa bado nazidi kuchanganua hapa na pale, bado nazidi kujizatiti kuhakikisha kwamba naweza kupata habari hizo kuhusiana na familia yake, ameweza kuoleka wapi, ikiwa ana mume na ikiwa pia ana watoto. Ni baadhi tu ya mambo ambayo nimeweza kujifunga tu kamba ili kuhakikisha kwamba naweza kupata habari hizo, na pindi tu wakati ambapo napata, basi wewe unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata habari hizo papa hapa kwenye chaneli hii ya Director Dasi 254. Na pia kuhusiana na karia yake, tunaona kwamba ameigiza sana kwenye sanaa, na imeweza kumpa taji kubwa sana, imeweza kumweka katika nafasi kubwa sana maswala na sanaa, na ndiposa kufikia sasa bado anazidi kupiga hatua kwenye maswala ya sanaa. Na wakati tu ambapo unaona mwigizaji anaweza kuwekwa kwenye vipindi kadhaa, haswa pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV, basi ina maana kwamba ameweza kubobea sana, kwa sababu kuigiza kwenye kipindi ama telenovela ya Zora, na pia bado aweze kuigiza kwenye telenovela ya Ayana, basi ina maana kwamba bidii yake na kazi zake zinapendeza sana, na ndiposa akaweza tena kupewa nafasi. Na kwa hivyo sana ni jambo ambalo limeweza kumweka pahali pazuri, ni jambo ambalo limeweza kumfanya azidi kupiga hatua kila uchao, na ndiposa anazidi kuvuma na kuvuma zaidi. Na basi maswala mengine kuhusiana na net worth yake ama kipato chake bado sijaweza kubaini, manake ameweka mambo mengi sana faragani, ameweza kuficha sana mambo mengi, lakini na uhakika kwamba bado nitaweza kupata habari hizo na nitakuwa tunaweza kuwadondolea. Na pia tunaona kwamba ni mwanamke ambaye amefanya vyema sana, na pia ameweza kueneza roles za akina mama pale kwenye vipindi, na ameweza kuonyesha roles za akina mama wazuri, ama yale ambayo tunaweza kujifunza kutokana na uigizaji wake. Utapata kwamba ameweza kueneza maadili mema, na yeye hulka yake utapata kwamba ni mama ambaye ni mnyenyekevu, na kila wakati tunasema kwamba fasihi ni kioo cha jamaa. Kwa hivyo fasihi ni kioo cha jamii, kwa hivyo inatufunza kwamba tuwe wanyenyekevu. Ni mama ambaye ni mnyenyekevu, na ni mama ambaye anapenda kufanya mambo yake kwa utaratibu, na ndiposa hata kwenye vipindi hivi tunaweza kujifunza jambo kutokana na hulka yake. Kwa hivyo anaweza kuheshimika sana kutokana na kile ambacho anaweza kuigiza ama zile roles zake, wakati tu ambapo anaweza kupewa aweze kuzicheza. Na kwa hivyo kuna mambo tu mengine pia ambayo nitakuwa naweza kuwaletea kuhusiana labda na hobbies zake. Yeye anapenda sana kuigiza, ni mtu ambaye anapenda sana ni baadhi ya hobbies zake, na pia kusoma vitabu ni baadhi tu ya hobbies ambazo Alice Mbeyu anaweza kuzipenda sana, anaweza kuhusika nazo, anaweza kuzifanya. Na kwa hivyo nakuomba tu kwa moyo mkunjufu, hakikisha kwamba unaweza kusalia papa hapa, ili ndiposa wakati ambapo napata habari zaidi kuhusiana na
Alice Mbeyu ama Sabina kwenye kipindi cha Ayana, basi unakuwa wa kwanza kuweza kupata habari zenyewe. Na kabla sijaweza kuondoka hapa, na kushukuru tu kwa kuweza kutazama kazi zetu, kuweza kufuatilia kazi zetu, na nakuomba tena kwa mara nyingine uweze kubonyeza kidude cha subscription button, ili ndiposa napodondosha habari kuhusiana na kipindi hiki ama kuhusiana na biography ya waigizaji tofauti tofauti, basi na wewe tu unaweza kuwa wa kwanza kupata habari zenyewe. Na pia nimeweza kufanya biography tofauti kuhusiana na wahusika hawa ambao wanaigiza kwenye kipindi hiki cha Ayana, basi hakikisha kwamba una search tu kwenye account hii yangu, angalia pale, utaweza kukutana na biography za watu wengine pia ambao wanaweza kuigiza kwenye kipindi cha Ayana. Nashukuru sana, na basi uwe na usiku mwema, na pia nawatakia baraka sufufu mnapozidi tu kunisapoti kwenye kazi hizi. Shukran sana, bye bye.